Rais William Ruto amewahimiza wakazi kutoka kaunti ya Marsabit kuchukua vitambulisho na kujiandikisha kama wapiga kura ili kuhakikisha kwamba wanawachagua viongozi wanaofaa. Rais Ruto akionekana kuwaelekezea cheche za maneno viongozi wa upinzani, akiwataka wakazi hao kutowachagua viongozi wanaoeneza siasa za ukabila na migawanyiko nchini. Wakati huo Rais Ruto ameagiza mamlaka ya KEMSA kuhakikisha kwamba kuna dawa za kutosha katika vituo vya afya nchini. Kila mmoja wenu mujitolee kujipatia kitambulisho, na tumesema hiyo kitambulisho ilikuwa inalipiwa mbeleni, lakini nimesema mambo ya kulipia tuachane naye. Wacha kila mwananchi apewe kitambulisho bila ya malipo yoyote. Na hata kama wewe umepoteza kitambulisho yako, rudi tutakupatia ingine bila malipo yoyote. Ndio tuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kwenda kutafuta huduma ya serikali bila ya changamoto yoyote. Na ukipenda ujiandikishe ndio uchague kiongozi wako. Tujue kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na kiongozi usimchague kwa sababu ya ukabila ama ya fitina ama sura. Chagua kiongozi kwa sababu ya kazi ile anafanya. Ama namna gani? Ama huku kwenu mnachagua viongozi kwa njia gani? Si kwa ile mtu wako na mpango ya kazi na maendeleo? Tupangane na hawa hivyo. Hawa wengine wa kuongea kutoka asubuhi na fitina tu na ukabila na nini, hawa tutawazamisha. Sawa. Na hakuna mrengo imeweza kushinda bila kubeba Wakenya wote wakiwa na vyama tofauti. Hata yule former prime minister 2013, 2017, 2022, ile coalition alikuwa amebuild haikuwa chama moja, ilikuwa na vyama mingi. Vile siasa yako umefanya broad based ya kuleta vyama vyote kuketi na Wakenya wote, na sio vyama peke yake, umeleta jamii zote, umeleta dini zote, umeleta sehemu za Kenya zote pamoja kufanya kazi pamoja. That approach na hiyo equity umeweka kwa development kila mahali ndio inafanya nchi yetu ikue salama. Tunakusupport your excellency from the security sector to make sure that everybody is brought together and it is good for